Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes bwana, huhali gani mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu? Karibu siku ya leo tuende tukaangaze katika habari za michezo kwa kile ambacho kimeweza kujiri kuelekea katika msimu mpya wa ligi kusoka Tanzania bara, michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika, pasipo kusahau kombe la CRDB Bank Federation Cup na ngao ya jamii kwa msimu wa mwaka 2025 2026 mara baada ya michezo mbalimbali kumalizika kwa msimu wa mwaka 2024 2025. Siku ya leo tunakwenda kuangazia ile orodha ya wachezaji wa klabu ya soka ya Simba Sports Club ambao wanakwenda kutemwa katika kikosi cha Simba ili kuweza kupisha ile orodha ya wachezaji ambao kwa upande mwingine wanakwenda kusajiliwa wachezaji wapya kwa ajili ya kwenda kuitumikia klabu ya soka ya Simba kuelekea katika msimu mpya kama tulivyokuambia hapo awali. Hii imetokana na kikao ambacho kimeweza kufanyika katika bodi ya wakurugenzi wa klabu ya soka ya Simba, bila kusahau ripoti ambayo imeweza kutolewa na kocha mkuu wa klabu ya soka ya Simba. Hapa tukienda kumwongelea mtaalam Fadlu Davis ambaye alianza na project katika msimu wa mwaka 2024-2025 na bado ataendelea na project yake ndani ya kocha timu ya soka ya Simba kwa msimu mpya wa mwaka 2025-2026, ambapo ripoti yake imeeleza maeneo ambayo Simba wanatakiwa kufanyia sajili, maeneo ambayo Simba unatakiwa kuboresha zaidi kuelekea katika msimu ujao. Bwana, kabla ya kuendelea, kama ni mshabiki wa Simba, unaipenda Simba Sports Club, unaamini Simba itafanya vizuri kuelekea katika msimu ujao, msimu mpya wa mwaka 2025 2026, like video yetu, kwa sababu msimu uliopita Simba wenyewe wanakuambia walikuwa wakijenga timu, kwa sababu msimu uliopita ule wa mwaka 2023 2024 walibomoa kikosi kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo tayari washajua wapi pa kwenda kuboresha kuelekea katika msimu ujao. Kwa hiyo like video yetu, alafu sasa tunakuacha na swali moja. Wewe ni mshabiki unayeshabikia klabu ya soka ya Simba ukiwa maeneo gani? Kwa sababu Simba ina mashabiki wengi ndani na nje ya Tanzania. Na je, ni sahihi Simba kuendelea na kocha Fadlu? Kwa hiyo majibu yako ni muhimu katika eneo la comment section. Sasa pasipo kupoteza muda na wakati, ngoja tukaitazame ile orodha ya wachezaji ambao wanatemwa ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club, ambapo wachezaji hawa ni wazawa na wachezaji wa kigeni. Tukienda kwanzia kwa upande wa mchezaji wa kwanza ambaye Simba Sports Club wanakwenda kumtema ni golikipa Hussein Abeli. Hussein Abeli ni golikipa ambaye alijiunga na klabu ya soka ya Simba msimu wa mwaka 2023 2022 akitokea katika klabu ya soka ya KMC. Mpaka sasa amehudumu katika kipindi cha miaka miwili kwa sababu alisaini kandarasi ya miaka miwili. Tayari mkataba wake na klabu ya soka ya Simba umemalizika. Kwa hiyo tunaona Hussein Abel atakwenda kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba kwa sababu amekosa nafasi na kuaminiwa katika kikosi cha kwanza akiwa kama golikipa. Nyota mwingine ambaye Simba wanakwenda kumwacha ni golikipa Aishi Manula. Sote tunafahamu ubora na mazuri ambayo Aishi Manula ameyafanya na mafanikio makubwa ambayo ameyapata akiwa ndani ya klabu ya soka Simba. Kumbukwe Aishi Manula Tanzania Wani alijiunga na klabu ya soka Simba akitokea katika klabu ya soka ya Azam Football Club mwaka 2015, ambapo tunaona mchezaji huyu amehudumu kwa kipindi cha muda mrefu ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Aishi Manula, taarifa za ndani kabisa ni kwamba mara baada ya kumaliza mkataba wake na klabu ya soka ya Simba anakwenda kuondoka ndani ya Simba akiwa amefanya mafanikio makubwa ndani ya kikosi hicho kwa misimu tofauti. Aishi Manula anahusishwa kujiunga na klabu ya soka ya Yanga ama kurejea Azam Football Club. Lakini nyota mwingine mzawa ambaye anakwenda kuondoka ndani ya kikosi cha Simba Sports Club ni Kelvin Kejel. Kelvin Kejel ni mchezaji ambaye alisajiliwa katika dirisha kubwa lililopita, yani msimu wa mwaka 2024-2025 akitokea KMC, lakini nyota huyu ameshindwa kumweka benchi Shomari Kapombe, show me the way, na tunaona kwa sasa mbadala wa Shomari Kapombe ni mchezaji anaofahamika kwa jina la mchezaji anaofahamika kwa jina la David Kameta Duchu. Kwa hiyo kutokana na ufinyu wa kukosa nafasi ya kucheza, Kelvin Kejel atakwenda
kuondoka ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi kwa kuvunjiwa mkataba wake. Nyota mwingine mzao ambaye anakwenda kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba ni Mzamiru Yasin Selemba. Mzamiru Yasin Selemba naye pia ni miongoni mwa wachezaji waandamizi ambao wamedumu ndani ya kikosi cha Simba Sports Club kwa muda mrefu. Mzamiru Yasin Selemba ambaye anacheza katika eneo la kiungo mshambuliaji, kiungo mkabaji, yani kiufupi katika eneo la viungo vyote anamudu, basi amemaliza mkataba na klabu ya soka ya Simba, na Simba hawapo tayari tena kumuongezea mkataba Mzamiru Yasin Selemba. Kwa hiyo Mzamiru atakwenda kuondoka kama mchezaji huru ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Nyota mwingine mzawa ambaye Simba wanatarajia kuachana naye ni Omar Al Omar, ambapo mchezaji huyu kwa upande mwingine tunaona alisajiliwa lakini mpaka sasa ameshindwa kupenya katika kikosi cha Simba. Kwa hiyo Simba hawezi kukaa na mchezaji ambaye haonyeshi bidii za kutaka kucheza ndani ya kikosi hicho. Kwa hiyo taarifa za ndani, Simba watakwenda kumtoa kwa mkopo au kumuuza mazima. Na nyota mwingine mzao wa mwisho ni Saleh Karabaka. Sote tunafahamu Saleh Karabaka ni mchezaji ambaye Simba walimsajili wakitarajia mambo makubwa, hususan katika eneo la mawinga, lakini Saleh Karabaka ameshindwa kuonyesha makeke ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club, na ndio maana tumeona alitoka kwa mkopo katika klabu ya soka ya Namungo. Option ya Simba kwa sasa ni aidha kumuuza ama kumtoa kwa mkopo tena kuelekea katika msimu ujao. Na nyota mwingine mzawa ni Edwin Balua. Edwin Balua ni mchezaji ambaye msimu ulivyokuwa ukianza, msimu uliomalizika, watu wengi walitarajia mambo makubwa kutoka kwake, lakini tunaona ameshindwa kupenya katika kikosi cha kwanza. Taarifa za ndani, kuna uwezekano Simba wakamvunjia mkataba, na taarifa za ndani klabu ya soka ya Yanga wanaiwinda saini yake, huku klabu kutokea katika nchi ya Misri kuna vilabu navyo pia vinaiwinda saini ya mchezaji Edwin Balua. Kwa hiyo kuna uwezekano naye pia Edwin Balua naye akaondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Na hiyo ndio orodha ya wachezaji wazao ambao wanatarajia kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba. Ni wazawa 7 wataondoka, lakini tukirudi katika ile orodha ya wachezaji wa kigeni ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba, ambapo sisi tunafahamu Simba walikuwa na idadi ya wachezaji 13 wa kigeni, japokuwa sheria inasema wachezaji 12. Kuna nyota mmoja ambaye alikuwa akiuguza majeraha yake nje. Hapa tukienda kumwangalia goalkeeper Ayubu Lakredi. Goalkeeper Ayubu Lakredi, ndoa yake na klabu ya soka ya Simba imefikia tamati mara baada ya kuitumikia Simba msimu wa mwaka 2023, 2024, 24-25. Msimu huo alikuwa na majeraha, kwa hiyo tunaona Simba wameamua kuachana naye mara baada ya kumaliza mkataba wake, na taarifa za ndani kabisa anarejea kwao nchini Morocco katika klabu ya soka ya FUS Rabat inayoshiriki ligi kuu nchini Morocco. Nyota mwingine ambaye Simba wanatarajia kuachana naye ni Muamba Fabrice Luamba Ngoma, MT midfield teacher, naye pia alijiunga na klabu ya soka ya Simba msimu wa mwaka 2023-2024 akitokea Al Hilal Omdurman akiwa ni raia wa Kongo. Mchezaji huyu tunaona umri umekwenda, akiwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya mambo makubwa katika soka la Kiafrika, akitoa kombe la shirikisho akiwa na klabu ya soka ya Raja Casablanca. Basi Simba wameona hamna haja ya kuendelea na Fabrice Ngoma kwa sababu mchezaji huyu mkataba wake umemalizika, na nyota huyu alikuwa akitaka mkataba wa miaka miwili, lakini Simba wameona wampe mkataba wa mwaka mmoja. Lakini taarifa za ndani kabisa, nyota huyu ameugomea mkataba huo. Pia kuna taarifa zinasema chanzo cha migogoro kwa wachezaji kuweka migomo ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Kuna taarifa zinasema hivyo ni mchezaji Fabrice Luamba Ngoma ambaye amekuwa na msimamo na kuwashindikiza wachezaji wake sometimes kuigomea klabu ya soka Simba kutokana na kudai zile bonus ambazo wanakuwa wakiahidiwa. Kwa Simba ndoa yake na Fabrice Luamba Ngoma imefikia tamati, lakini nyota ambaye anahusishwa naye pia kuuzwa ni mchezaji Agustine Okejefa. Taarifa za ndani, Simba hawapo tayari tena kuendelea na kiungo mkabaji raia wa Nigeria ambaye alikuwa MVP msimu wa mwaka 2023-2024 Agustine Okejefa. Taarifa za ndani kabisa ni kwamba Simba wamemweka sokoni. Kama kuna klabu ambayo itajitokeza kumnunua, basi moja kwa moja Agustine Okejefa ataondoka ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Iwapo hakutotokea klabu, basi Simba watakwenda kuvunja mkataba wa mchezaji Agustine Okejefa kwa makubaliano ya pande mbili ili waweze kuingia sokoni kutafuta kiungo mwingine. Na nyota mwingine ni Dibra Fernandez Mavambo, raia wa Congo Republic ama Jamhuri ya Kongo. Mchezaji huyu tunaona kwa upande mwingine wakati anatambulishwa ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi, jina lake lilikuwa mdomoni mwa watu wengi kutokana na kiwango ambacho alikionyesha katika mechi za mwanzo. Lakini nyota huyu tunaona kwa mujibu wa Simba, kwa sababu wameona mchezaji huyu
amshawishi kocha mara kwa mara, amekuwa akianzia benchi, na pia anakwenda kuvunjiwa mkataba wake na klabu ya soka ya Simba, ikiwa tayari ameitumikia klabu ya soka ya Simba kwa muda wa mwaka mmoja. Nyota mwingine ambaye Simba wanahusishwa kutaka kuvunja mkataba wake ni Joshua Mutale SR Budo Maestro, mchezaji kutokea Pyramids ambaye alisajiliwa katika lile dirisha kubwa akitokea katika klabu ya Pyramids raia wa Zambia, ambapo mchezaji huyu tunaona kwa upande mwingine taarifa za ndani, viongozi wa Simba hawaridhishwi na mwenendo wake na kiwango chake kwa jinsi ambavyo Simba walimsajili na matarajio makubwa ambayo walikuwa nayo kutoka kwake. Basi kwa upande mwingine Simba wameamua kumweka sokoni, kwa hiyo Simba wanakwenda kumuuza Joshua Mutale SR Budo, na klabu ya soka ya Kaizer Chiefs pamoja na Pyramids wanaiwania saini ya mchezaji. Kwa hiyo Joshua Mutale anakwenda kuuzwa ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Nyota mwingine ambaye Simba wameweka sokoni ni Steve Deze Mukwala, seka refu kuliko goli. Mchezaji huyu tunaona kwa mujibu wa taarifa ni kwamba anahusishwa kujiunga na klabu ya soka ya Kaizer Chiefs, kwa sababu Kaizer Chiefs waliweza kumfuata na kuongea naye, kwa hiyo yeye mwenyewe ameomba kuondoka ndani ya klabu ya soka ya Simba kutokana na ushawishi mkubwa ambao Kaizer Chiefs wameweza kumshawishi. Kumbukwe katika mechi ya fainali ya kombe la shirikisho, kocha wa zamani wa Yanga Nabi ambaye anakinua kikosi cha Kaizer Chiefs alikuwa uwanjani akimtazama mchezaji huyu Steve Deze Mukwala. Kwa hiyo dili limefikia pazuri, kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa Steve Mukwala akaondoka Simba kwa sababu ya Simba kuvuna mkwanja mrefu kutokana na pesa ambayo wataitoa Kaizer Chiefs. Bila kusahau vile vile klabu ya soka ya RS Berkane nao pia wamefanya mazungumzo na Simba ili kuweza kulifanya dili hili, kwa hiyo kuna uwezekano Mukwala Simba wakamuza. Na nyota mwingine ambaye Simba inahusishwa kutaka kuachana naye ni beki wa katikati Shamu Karabwa, ambapo mchezaji huyu tunaona taarifa za ndani, kuna baadhi ya wajumbe wa bodi wanataka endelee kusalia, wengine wanataka beki huyu aondoke ili Simba waweze kutumia nafasi yake ya mchezaji wa kigeni kuweza kusajili mchezaji mwingine ikiwa amesajiliwa katika majira ya kiangazi. Lakini nyota ambaye amemaliza mkataba ndani ya Simba mpaka sasa naye hatima yake haijafahamika ni beki wa katikati Shemalone Fondo, ambapo mpaka hivi sasa tunavyoongea hajaongezewa mkataba. Simba kwa upande mwingine wanahusishwa kutaka kuachana na beki kwa sababu amekuwa akifanya makosa ya mara kwa mara ambayo amekuwa yakigharimu klabu ya soka ya Simba Sports Club. Kama Simba kupitia bodi yake wakiamua ya jambo lao, kwa sababu kuna baadhi ya wajumbe wanasema kwamba atemwe, wengine wanasema abakie, basi kuna uwezekano mkubwa Shemalone Fondo asipewe mkataba mwingine kuelekea katika msimu ujao, kwa sababu mkataba wake umemalizika. Alijiunga na Simba msimu wa mwaka 2023-2024 akitokea Cotton Sports ya pale nchini Kameruni akiwa ni raia wa Kameruni. Kwa hiyo tunaona hiyo ndio raia wachezaji wa kigeni wa Simba ambao wanahusishwa kuondoka, lakini ambao wenye uhakika wa kubakia ni Leonel Ateba, golikipa Musa Kamara Pinpin, bila kumsahau Elimpanzu Kibisawala Maestro huyu, na nyota wa mwisho wa kigeni wa nne mwingine nyota wa kigeni ni Jean Charles Ahoua sambamba na Valentino Noma. Kwa hiyo ndio nyota watano wa kigeni ambao wana uhakika wa kusalia ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi mpaka hivi sasa tunavyoongea. Ngoja tuendelee tuone kile ambacho kinakwenda kujiri ndani ya Simba Sports Club.